Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya 3 ambayo ndio ya mwisho, Perfume. Kijana Robin anaelezea kwamba katika sehemu ya 2 imeishia pale ambapo ameenda kufungua mlango ili angalie ni nani anayepiga hodi. Ghafla akamkosa, ili anakuja kugeuka nyuma, anakuja kutana na tabasamu la mrembo mzuri, ila ndani ya chini ya miguu yake amekuwa na kwato za ng'ombe. Msikose kusubscribe na comment ili mfuatilie mikasa nyingine tunawaletea. Karibuni. Naam, kijana Robin anaelezea kwamba kipindi alipomwona yule mdada ambaye ni jini, ameshtuka na kutetemeka akisikia oga hadi nati ndogo ikamtoka. Yule kiumbe akaanza kumcheka Robin kwa kimwita, Robin, kwa nini unaogopa? Usiogopi, nimekuja kwa nia nzuri tu na wewe, maana mimi nimetokea kukupenda. Ndio Robin akasema, utanipendaje kivipi na wewe ni mwanajini? Ule mwanamke ambaye ni msichana akamwambia Robin, usiogopi. Ndio Robin akamwambia, kwanza unaitwa nani? Ule msichana akacheka mbele ya kumwambia, akamwambia, mimi naitwa binti Malikia, mtoto wa mfalme ambaye yuko katika bahari ambayo huko kiza kinene sana cha bahari, na bahari ya mbali sana huko India. Aliogopa Robin, akamwambia, sasa kwani unasema unanipenda mimi? Nitumie na tumejuania wapi na umenijuaje? Akamwambia, mimi nimekuja kwa sababu ya manukato ambayo umejipaka, hiyo perfume ndio imenivutia kwako, kwa sababu wewe ni mwanadamu ngurumbili. Umejipaka hiyo perfume ikanitoa sehemu ambapo nilipokuwa huko jinini katika bahari, na ndio maana nimekuja. Hiyo Robin akasema, dadangu, naomba unisamehe, sintorudia Malikia, naomba unisamehe kwa kweli, na ninajutia kwa nini nimefanya maamuzi ya kuuza perfume. Akamwambia, hapana, usijutie, sio kwa sababu umejipaka, ni kwa sababu mimi nimekupenda, sio tu ya kwanza, na mimi ndio nimekushawishi ili uende uuze perfume, na kipindi umekwenda kuuza perfume ni kama umenifungulia njia na kunipa nguvu na karibu ndani ya mwili wako na ndani ya maisha yako. Kwenye roho yake akamwomba Mungu, maana mtunya kugaa muombe Mungu sana. Kazi yake kwa kwenda kwa kazi na kurudia kufanya ya kwake, na akimaliza maperfume ya kwake, manukato yake, akimaliza basi analala. Lakini leo alimwomba Mungu kwa sababu alitokiwa na cheki kiumbe. Ndio maana wewe msikilizaji unatusikiliza, muda mwingine bwana, mkabidhi Mungu maisha yako, maana hautajua kitu kitakachokutokea au kipi kitakachokuumiza. Mungu ndiye anamiliki maisha yako. Ndio Malikia ambaye ni jini akamwambia Robin, usiniogope, nisogelee. Hivyo amekwisha kuwa na miguu sasa kama mwanadamu. Robin amejikaza, lakini ndani ya moyo wake na mwili wake amekuwa akitetemeka sana kuogopa. Ndio akamsogelea pale ule Malikia ambaye ni jini akamwambia Robin, usiniogope, tangu leo niite jina langu mara 3, basi utakuja na chochote utakachokitaka katika maisha yako utakipata. Jamaa aliogopa, lakini ndani ya moyo akasema, nitakipata. Sasa hapa sawa kabisa. Akasema, sawa basi, nitajikaza na nidhibiti moyo wangu, maana hapo mimi nakupesha sana Malikia. Ndio kile kiumbe Malikia akatabasamu sana. Alipomaliza kutabasamu akatoweka katika mazingira kutatanisha. Ndio Robin ameshtuka, akataka kukimbia, kina kaona la haina bidii, si nibaki ndani ya nyumba yangu. Sasa siku zimeenda, miezi ikasogea, akakwisha zoea ile hali ya kwenda kukazi na kurudi, anakutana pa ametandikiwa, amepikiwa chakula, anakuwa nazoea kitaka chochote na tatu na mara 3 kinatokea. Sasa siku moja katika kupita kake kutoka kazini akakutaniwa na shehe mmoja hivi, akamwambia kijana, asalamu alaykum. Akamwambia, wa alaykum salaam, vipi shehe? Akamwambia, poa. Kwa nini una shida shehe? Shehe akamwambia, hapana, mimi sina shida, labda wewe kijana nikikutizama na hicho wewe ndio una mzigo mkubwa sana unashindwa kuniambia. Akashangaa akasema, na mzigo mkubwa sana kivipi shehe, na umevijuaje? Akamwambia, cha kwanza nasikia manukato yako sio ya kawaida, hayo manukato ya Kiarabu ambayo nimekusikia kwa mwanamke mmoja ambaye ni jini wa makaburini, ule mkula watu. Ndio Robin ndani ya moyo wake akasema, kweli saa zingine ushehe anaweza kuwa mtetezi wa kuniokoa ndani ya maisha yangu, maana siku nyingi ni watu mtu atazaka niombea na kunisaidia, lakini acha nimsikie huyo shehe. Ndio yule shehe akamwambia tena, kuna kipindi ambapo nimekwenda kumsomea dua mtu fulani. Sasa kipindi namsomea dua, nimemaliza mashetani akamtoka. Sasa mimi napoelekea nyumbani kwangu nikakutana na jini ambaye ni mwanamke wa Kiarabu, alikuwa akiitwa Malikia, na huyo mwanamke alikuwa ananuka manukato kama yeye, hakuna yajipaka kijana, ama unasemaje? Ndio nikashtuka nikamwambia shehe, na ni ukweli unachokiongelea, na hisi hapa kama naongea na kumbe ni shehe penye alipo ananisikia, kwa sababu ile ni kiumbe hatari sana. Akamwambia, shehe, kwani utanisaidiaje shehe? Maana hivyo uliponiona, maana ninashukuru sana na kumshukuru Mungu wangu, kwa sababu sio kila mtu atakuwa na ujuzi kama huo, lakini umenisikia manukato yangu ukafikiri unajua ufafanuzi wa hicho kitu ambacho kinachonisumbua na kunisumbua. Akamwambia, kijana, nisikize nikwambie kwa makini, unajua nyinyi vijana muda mwingine mnapaka perfume ili muoneshe watu wenu ama muoneshe wapenzi wenu ama wake zenu kwamba mlimodea, nyinyi vitu vingine vitakuja kwa zuri katika maisha yenu. Ndio nikamwambia shehe, na ni ukweli,
nisamehe shehe wangu na nisaidie sana na kuomba. Akaambia basi chukua namba yangu, utanipigia ukifika kwako, ama kuna dalili zingine uelewi, nipigie mimi nitakuja pale, tutaona inshallah tutajua tutafanya. Ndio nikasema huyo shehe saa zingine ametumwa na Mungu akunisaidia na kuniokoa, maana tangu leo vitu vya manukato na maperfume si nitakuwa nikijipaka, lakini na yeye hii perfume kwa kijipaka anaipenda sana, japo kwa anasema aweza kujipaka amekuwa shaipenda, maana ndio perfume kwa bakia na yenye samani na gharama kwake. Akafika nyumbani kwake, akaingia ndani kama kawaida yake, chakula kiko pale, pesa ziko pale, kila kitu kiko sikani ndani ya mjengo wa nyumba. Sasa watu siku moja yake akamwambia, sasa Robin, mbona mimi nasikia sauti ya mwanamke mmoja akicheka ama akiwasha radio akisikia TV, una mwanamke humo? Akamwambia hapana, mimi sina mwanamke. Akamwambia kwa nini unaniuliza? Mimi nasikia mwanamke humo, najua zao unakunywa usiku unatuletea wanawake humo. Sio vizuri Robin, ifo tumletee shemeji tumuone. Wakacheka kama hivyo mtani wao. Ndio Robin akakosa cha kusema, maana jirani yake ameshasikia mambo kama haya. Akasema sawa basi, usijali jirani, nitakujulisha na nitakutambulisha kwa shemeji yako ili ukimwona umsalimie. Baada ya kidogo akakuja kusikia manukato, akasema basi mwana dada hapa anakuja. Na ni kweli alikuwa ishakuja, shafika ndani ya mjengo. Akamwangalia sana kwa jicho la hasira Robin ameogopa kutetemeka, akamwambia Malikia, samahani, kwa nini unaangalia hivyo? Akamwambia wewe, nimekuona unaongea na shehe, kwani shehe yule shehe unamjua wewe? Ndio Robin akajitetea pale mbele ya Malikia ambaye ndio yule jini amekuwa akijitetea kisi yote, amwambia msamaha kwa sababu yule shehe hakuwa mjui, ni kama aliona ghafla yule shehe anamwambia historia yake. Ndio Malikia akamwambia mimi ni kwa kusamehe, sasa ni sharti yangu moja tu, ili uende uolewe na mimi uko jinini, ama nikutafune na nikumalize hapa ili shehe asije kufuatilia katika maisha yangu, maana yeye simpendi kabisa. Ndio Robin akasema hapa langu linakwisha sasa, huyo msichana huyo Malikia anakwenda kuniona kunimaliza. Akamwomba Mungu ndani ya moyo wake. Sasa kile kiumbe Malikia kimejibadilisha sasa katika walishawahi wa kijini. Robin anakodisia kwamba alisikia mapigo ya moyo yakinyongonyea, yakiteseka, yani ameweseka na jasho nyingi sana ikamtoka ndani ya umbile lake. Sijui amegeuka kiumbe gani, aina ya sura yake. Ndio kipindi kinamsogelea kikwambia, sema ombi moja, tutaenda na kuishi ujinini ama nikukule hapa sasa hivi nikumalize. Ndio Robin ni kama alisi ndani ya moyo wake ile neno la shehe kwa linamwongelea katika moyo wake na kumwambia kwamba chukua hiyo manukato ambayo ulikuwa ukijipaka, yamwangie huyo mwanajini ataondoka. Akatizama kile kinamsogelea akayachukua, sijui ni mkono gani ulimwambia achukue, aliachukua na kumwangia. Kile kiumbe kilipiga fujo na kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ndio Robin akahisi moyo wake unakuwa na kamani fulani, vyasema kumbe dawani hii. Akaikana hizo pale mikononi. Kile kiumbe kimwambia Robin, mimi naondoka, lakini kesho nitarudi, na endapo nikirudi basi ujue maisha yako yatakuwa hatarini sana. Ndio sasa Robin akachukua simu yake na kumita ule shehe, akamwambia mkasa sauti kisilifi kilivyomtokea, na kumwambia shehe. Akamwambia basi mimi leo sintalaza damu, acha nikuja hapo kijana, maana nikilaza damu kesho nitakukuta wewe ni mufu ulishajifarikia. Akakuja akabana safari zake na kuongozana mpaka kwa hiyo kijana. Akamwambia hapa sasa kiko. Shehe akachukua nguvu zake kama Muislamu na dua zake, akaanza mbele nyumba. Akamwambia chukua hiyo manukato hayo yapulizie tena kwa hiyo nyumba. Akayapulizia. Akamwambia sasa pa kijana, inabidi sasa wewe uondoke ndani ya huyu mjengo, maana ya manukato jana mkukuta wewe mwanajini, na kipindi utakapobakia hapa basi ujue mwanajini kipindi akirudia basi atakumaliza na atakupeleka ujinini, ama akumalize kabisa ukosekane. Ndio Robin kwa sababu ya woga wake akamwambia shehe, mimi niko tayari kwa lolote, maana hapa shirikisha nipata adhari na kuniambia kama nitapotea. Ndio shehe akamwambia basi ngwani kuonesha kingine kitu utakachokifanya kama utakobaki katika mjengo wako. Ikaa hapo. Akaikaa pale akampigia dua kali kabisa, dua zenye nguvu. Sasa kile kiumbe shambani chini kikazamsimia ndani ya Robin, kikamwambia shehe, nini shida? Kwa nini unapenda nifuatilia? Shehe akamwambia nakufuatilia kwa sababu unakuja kwa sasa na wanadamu. Kwa nini una shida na wanadamu? Wewe ni jini makaburini, mwachana huyu mwanadamu. Ndio kiumbe akamwambia hapana shehe, huyo kijana amechukua manukato yangu, yani amechukua perfume zangu huyo, akakuja kuzijipaka, na mimi sipendi kutumia perfume zangu. Kiumbe yote mwanadamu ngurumbili atakapotumia perfume zangu basi mimi nitashirikiana naye. Ndio shehe akamwambia basi muache huyo mwanadamu, ataongeza tena kwa kosa lile alilofanya, maana amejifanya kama mwanadamu akulijua. Ndio kiumbe akamwambia shehe hapana, iPhone nimpeleke, na kwetu wazazi wangu wamekuwa shampenda huyo kijana. Akamwambia hapana, mimi ni mwanadamu ambaye nakuwa kumtetea mwanangu mwenzangu. Ndio shehe akaendelea na visomo vyake pale. Akamwambia sasa ule kiumbe Malikia jini, kama utoki basi nitakuangamiza, nitakuunguza kama karatasi kama jinsi ninavyoteketea. Ile kiumbe kikaogopa, akamwambia shehe basi sisi tunaondoka, kisha maisha yake tunatoka, ila umpatie onyo huyo kijana, akiongeza tena kujipaka hayo manukato, na endapo tukirudia basi ni kumteketeza kabisa katika maisha yake na tunamaliza. Ndio shehe akamwambia sawa, mimi nimewasikia na mama muondoke, mtoe kila kitu chenu kilicho ndani ya kifungo ya huyo kijana. Ndio vikafanya hivyo, vikaondoka
anamwacha huru yule kijana. Kijana anakuja kushtuka, ambaye ni Robin, anakwambia shehe, kipi kilichoendelea? Shehe anamwambia mkasa wote, na naomba usipime tena kujipaka vitu vya perfume, tangu leo ukome. Na ndio ushauri nyinyi mnatusikiliza, msikilizaji, kama kisha nimwambia sio kila kitu unachokivamia ukaisia kinamotea, sio kila mawe na manukato ukaisia namotea ndani ya pua zako, ukaisia kama wewe utapendwa na kila mtu kwa kusifia, nyingine atakuzuru katika maisha yako. Naam, asanteni sana kwa kutupa muda wako wa kutusikiliza. Msikose kusubscribe na comment, ituwalete mikasa nyingi sana tofauti yenye mitamu na elimu ndani yake. Kwa heri, asanteni pia.